Mpenzi mtazamaji wa channel hii ya YouTube ya 5 Media, usahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na taarifa kubwa leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kule nchini Iran, ambao washirika wa Iran waliosalia ni akina nani. Taarifa hii inatoka BBC, nasema kwamba Mashariki ya Kati iko katika hatari kubwa ya kikanda baada ya Israel na Marekani kuishambulia Iran siku ya Jumamosi. Iran ijibu shambulio hilo kwa kulenga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika Mashariki ya Kati. Jordan, Qatar, Kuwait, Falme za Kiarabu, Bahrain, Saudi Arabia na Israel zililengwa na makombora ya Iran na kuleta hofu ya kivita kubwa zaidi kuzuka. Mataifa yote ni washirika wa karibu wa Marekani na hawana uhusiano thabiti na jirani yao Iran, ambao imekuwa ikitaka kwa muda mrefu ushawishi na Marekani, huku Israeli ikiwa na ushawishi mkubwa na Mashariki ya Kati. Makundi kama Hamas ya Gaza nchini Lebanon, nchini Yemen na makundi mengine nchini Syria na Iraq ambazo zinatajwa kuwa makundi ya kigaidi yamekuwa kilenga Israeli kwa muda mrefu. Sasa taarifa inasema kwamba muungano wa ushirikiano wa viongozi hao umefifia katika siku za hivi karibuni, baadhi ya viongozi hao kuondolewa madarakani. Maduro anatumikia kifungo nchini Marekani, huku Bashar al-Assad yuko mafichoni baada ya serikali yake kupinduliwa. Baizolobon, ambaye kwa muda mrefu amekuwa mojawapo ya maadui wakubwa zaidi wa Israeli, amepungua kwa kubwa kufuatia mfululizo wa mashambulio ya Israeli dhidi ya uongozi wake, wakati Hamas nayo ikionekana kuwa dhaifu zaidi baada ya vita na Israeli huko Gaza. Syria, rafiki ambaye Iran ilimpoteza. Syria ilikuwa mshirika mkubwa wa Iran kupitia Bashar al-Assad, ambaye walimtumia kupata ushawishi katika mataifa ya Kiarabu, ili urafiki wao ulififia baada ya Assad kuondolewa madarakani mwaka 2024. Kiongozi wa sasa wa Syria, Ahmed Shabil, ambaye ni Muislamu wa Kisuni, amejitoa katika muungano huo kupinga Marekani kuanza ushirika na Trump hata kuzuru ikulu ya White House. Habari za vita hivyo vinaendelea kushika kasi zaidi duniani kote, huku mambo zaidi yakilengwa kati ya makundi ya wanamgambo wa Kishia wa Iraki. Chini ya muungano huu kuna makundi tofauti ya uasi ya Kishia yenye uhusiano thabiti na Irani, ambao inahifadhi na kuzipa silaha. Makundi haya ambayo pia yanajumuisha kama nguvu za uhamasishaji wa umma PMF. Muungano huu wa wakuu wa uasi na washiria jeshi la Iraki linafanya kazi kwa uhuru, na baadhi yao kupelekea amri moja kwa moja kutoka kwa kiongozi mkuu ili mambo yazidi kuendelea. Kwa upande mwingine, hivi karibuni pia wameanza kujulikana kama upinzani wa Kiislamu wa Iraq wamefanya shambulio ya drone kaskazini mwa Israeli siku ya Jumamosi. Baadhi ya wapiganaji wa kundi hili waliuawa katika mlipuko uliotokea eneo la Jurafu Sakal kusini mwa Bajadadi. Msemaji wa kundi hilo aliambia shirika la habari la Reuters. Mmoja wa viongozi wa kundi hilo, Kataibi Hezbollah, hivi majuzi aliwaambia wapiganaji wa kundi hilo kujiandaa kwa vita virefu iwapo Iran itaishambulia Marekani. Sasa Hamas, kundi hilo la Kipalestina ambalo limekuwa likipokea ufadhili na mafunzo kutoka Iran kwa miongo kadhaa, limedhoofishwa na vita vya Gaza ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miaka miwili. Ingawa kundi hilo bado lina udhibiti eneo la Gaza, uwezo wake wa kutekeleza mashambulizi kwa kiwango kikubwa umeelezwa kuwa Israeli wameua viongozi wake wengi wa kijeshi na kisiasa, ikiwemo Ismail Haniyeh ambaye aliuawa katika shambulio lililotekelezwa na Israel jijini Tehran mwaka 2024. Sehemu nyingine za dunia, Iran imeimarisha uhusiano wake wa kiuchumi, wa kijeshi pamoja na masuala mengine. Nini maoni yako kuhusiana na haya ambayo yanaendelea kule nchini Marekani dhidi ya vita hivi ambavyo vimeendelea kushika kasi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania? Hii ni 5 Media, don't forget to subscribe, like pamoja na kucomment.